kama chombo chako, unitumie kama chombo chako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tumie kama chombo chako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Leo tupo kwenye mwendelezo wa somo lingine la Roho Mtakatifu. Tupo kwenye kazi za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Tupo kwenye kazi ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Naweza kuongeza kidogo sauti ili kazi za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Tumekuwa na mfululizo na sasa pia tunaenda kwenye kazi nyingine. Roho Mtakatifu anatupa karama na nguvu za rohoni. Roho Mtakatifu ndio mwenye kutoa karama na nguvu za rohoni. Naomba tusome katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 7 na wa 11. Mtume Paulo anafunua siri kubwa juu ya Roho Mtakatifu, yeye akiwa ndio mtoaji wa hizi karama. Tusome hapo sura ya 12 kuanzia na ule mstari wa 7 mpaka wa 11. Sura ya kwanza sura ya 12 mstari wa 7 na ule wa 11. Amen. Mtume Paulo anafunua siri kubwa wakati alipokuwa akiwaambia kanisa la Korintho, lakini pia akituambia na leo hii. Alipokuwa Roho Mtakatifu akizifunua kwa kutumia kinywa chake ya kwamba Roho Mtakatifu ndio mtoa karama, akianza kuziainisha kwamba yeye hugawia kila mtu kwa kadri apendavyo yeye. Kwa hiyo mtoaji na mwamuzi ni Roho Mtakatifu. Yeye ndio anaoamua ni karama ipi ampendaye. Amen. Amen. Tutasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 11. Lakini kila mmoja apewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hili andiko Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 7 na ule wa 11. Inamfunua Roho Mtakatifu kama ndio mtoa karama. Baadaye tutajifunza, tutaenda mbele kidogo, tutaangalia hizi karama ambazo ziko 9 zikiwa zimeweka katika makundi matatu. Kwa Roho Mtakatifu yeye ndio mtoa hizi karama, na akigawia kila mtu kwa kadri apendavyo yeye kulingana na kusudi la Mungu mwenyewe. Tukiangalia katika lugha ya Kigiriki, neno karama lina maana ya charismatic, likiwa na maana kwamba hii ni zawadi za kipekee za neema, kwamba hazitokani na juhudi za kibinadamu, kwamba binadamu kuna mkono wake yeye au jitihada za aina yote kwamba zimesababisha mpaka apewe, au ni matokeo ya uzoefu wa muda mrefu kwa kwenye huduma, au pengine bila na elimu au ya teolojia ya muda mrefu,
au elimu ya kidunia inayosababisha aweze kupata hizi karama. Hizi karama ni zawadi, haina matokeo na matunda ya kibinadamu. Si jitihada kutokana na jitihada tulizo nazo ndio zinaweza zikamshawishi Roho Mtakatifu, bali ni Roho Mtakatifu mwenyewe, ni neema. Zinaitwa zawadi kwa sababu hatukustahili. Ni kitu ambacho akikuja kwa sababu wewe umefanya kitu fulani ili uweze kupata kitu fulani. Ni zawadi, zinaitwa zawadi zinazotolewa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo juhudi zetu, jambo ni muhimu sana kuwa na kiu ya kuwa na hizi karama. Hazina matunda kwamba kutokana na uzoefu wetu wa kuwa muda mrefu kwenye huduma ndio kunamosababisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni matokeo ya sisi wenyewe kuendelea kunyenyekea mbele za Mungu na kumsihi Roho Mtakatifu ili aweze kuachilia hizo karama. Na karama lengo lake kubwa ni kujenga mwili wa Kristo. Lengo la hizi karama ni kujenga mwili wa Kristo ambao ndio kanisa. Si kwa maana ya kujifaidia sisi wenyewe, bali ni kwa maana ya kujenga mwili wa Kristo kwa kufaidiana kwa ajili ya watu wengine. Soma ile Petro wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 10 na mstari wa 11. Neno la Mungu linatuambia, Petro akifungua siri kubwa sana ya kwamba kwa sababu tumepewa karama kila mmoja kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu mwenyewe amekirimia kwa neema, basi na tujaribu kufaidiana, kila mmoja afanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 na 11. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 hadi wa 11 inasema, kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama itumie kwa kuhudumia kama wakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amini. Karama lengo lake kubwa ni kujenga mwili wa Kristo, ni kwa ajili ya kufaidiana. Mungu amekuachia kukupa karama fulani, na mwingine hana hiyo karama. Ameiweka wewe kwa sababu ameona wewe unafaa kupata hiyo karama, si kwa sababu unastahili, lakini lengo lake kubwa ni kuweza kufaidiana. Neno kufaidiana ni kwa ajili ya watu. Tunaangalia zile kanuni za Roho, karama za Roho Mtakatifu. Hata kabla hatujaenda kuziangalia makundi na mgawanyiko wa hizi karama na Roho Mtakatifu, tuangalie vitu vya muhimu hapa kabla hatujaenda huko. Tuangalie kanuni za muhimu za Roho Mtakatifu. Kanuni za muhimu za Roho Mtakatifu. Zipo kanuni 3 ambazo sisi kabla tujaanza kupokea hizi karama za Roho Mtakatifu ni muhimu tuweze kuzifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu tuweze kuzifahamu kwa sababu tusipozifahamu, hali ambapo tutapata zile karama, tunaweza kuona kwamba sisi ni bora zaidi kuliko watu wengine. Sisi hao tuko kutokana na kujaliwa kupata neema na zile karama, pengine ni kutokana na matokeo yetu sisi ya jitihada zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tujue namna gani ya kuweza kuenenda. Karama ya kwanza, karama zinatoka kwa Roho, si kwa mtu. Karama zote ziko karama 9 zinatoka kwa Roho Mtakatifu na si kwa mtu. Tusome ile Wakorintho ile tulisoma wa kwanza 12, twende katika mstari wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11 inasema, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho yule yule, akimgawia kila mtu peke yake, akimgawia kila mtu peke yake. Maana maamuzi ya kuamua nani ampe ni ya Roho Mtakatifu kwa kadri ya apendavyo yeye mwenyewe. Kwa hiyo karama si matokeo
ya jitihada za kibinadamu. Hakuna jitihada za kibinadamu zinazoweza kuzalisha kuweza kupata karama. Hakuna, hazitokani labda na juhudi za kibinadamu, hazitokani na uzoefu wa kibinadamu unaosababisha kwamba sisi pengine tuna uzoefu wa kiwango kikubwa katika masuala ya kidini. Haiko namna hiyo. Hii ni matokeo ya neema, ni kama zawadi, neema ya Mungu inayofanya kazi kupitia Roho Mtakatifu. Yeye Roho Mtakatifu ndio anayeamua ni nani ampe karama, ampe karama hivi na kusudi gani. Na Yesu asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu ndio mwamuzi wa mwisho, ndio anayejua nani ampe karama. Anaweza kumpa mtu ambaye usimdhani. Na Yesu asifiwe sana. Yeye mwenyewe kama kwa sababu yeye ndio anaopanga ampe nani. Na kusoma vizuri anasema hakimu gawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Kwa hiyo kumpa mtu kuamua ni kama apendavyo yeye. Na kwa sasa karama hazimilikiwi na mtu. Karama sio mali ya mtu. Karama hizi ni zawadi za neema kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapewa kwa muda kwa ajili ya utukufu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii kanuni ya kwanza inasema karama zinatoka kwa Roho Mtakatifu, si kwa mtu, si kwa mtu. Kwa maana sasa Bwana Yesu anatuambia katika Yohana 15:5, anasema bila mimi nyinyi hamwezi jambo lolote. Kwa hiyo anamaanisha kitu chochote cha roho hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaweza bila msaada, bila yeye mwenyewe Roho Mtakatifu kuachilia. Karama sio ishara kwamba wewe uko juu kiroho kuliko watu wengine ambao hana hiyo karama. Karama haimaanishi kwamba wewe ni bora au kiwango chako cha roho ni kiko juu kuliko mtu mwingine ambaye hana hiyo karama. Karama ni matokeo ya neema ya Mungu juu ya karama fulani. Na Roho Mtakatifu anapoziachia, anaziachilia kwa lengo la kufaidiana kwa ajili ya watu wengi, si kwa ajili yao. Haitakiwi karama itumike kwa matumizi binafsi, kwa sifa binafsi. Haitakiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Karama ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Karama ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Karama ni kwa ajili ya kufaidia watu wengine, wala si kwa ajili ya kutafutia sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana sio katika Yohana 3:27 tunaona hapa si kubwa sana. Inatuambia hakuna mtu yeyote anaweza kupata neno lolote isipokuwa limetoka mbinguni. Tusome hiyo Yohana 3:27. 3:27. 3:27. Yohana 3:27 inasema, Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Kwa hiyo sasa tunaona kumbe karama zote kwa neema. Yote asije akajidanganya baadaye kutoka na ubatizo wa Roho Mtakatifu na karama zake kwamba tumezipata kwa sababu sisi tunastahili. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa tunapokea hizo karama ni kwa ajili ya kufaidiana na kujenga mwili wa Kristo. Na kama tunasoma ile kwamba kwa ile Warumi 6 na ule mstari wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 12 na ule mstari wa 6 anasema, basi kwa kuwa tuna karama tofauti kwa kadri ya neema tuliyopewa na tuitumie. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapokuwa zile karama hivyo ambao sasa tunatakiwa tuzitumie kwa kufaidiana. Kwa hiyo karama si matokeo ya juhudi zetu, bali ni matokeo ya neema ya Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Yeye ndio mtoa zile karama. Mtu yote asije akajinua
Mtu yote asije akajua kwamba hii ni bora, bali ni neema tu ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe ameona apitishe kwako karama, lakini si kwa ajili yako, kwa ajili ya kujenga ufalme wa mbinguni. Kadiri ambavyo neema na karama zinazoachiliwa kwako, ndivyo ambapo sasa kwa kadiri ya neema hiyo ndivyo tunavyotakiwa kufanya kazi bila kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unajua kabisa kwamba siku moja tutatoa hesabu ya kile ambacho Roho Mtakatifu amekiachilia ndani yetu, amekiachilia kwako, akampa mwingine, atakupa wewe. Anatarajia kwamba uweze kuitumia kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu. Tunaona hata baadhi ya mifano kwamba tunatuelezea kwamba karama si matokeo, hazitoki kwa mtu bali kwa Roho Mtakatifu. Tunaona hata Musa mwenyewe, mtumishi Musa, tunaona hata kwanza kwake alikuwa anaishi kwenye nyumba ya Farao, hakuwa mtu wa kawaida kama sisi tulivyo, akiishi katika nyumba ile ya mfalme. Lakini baadaye tunaona akaenda akakimbia katika Midiani, akakaa miaka 40 kule, na mpaka pale Mungu alipomtokea katika kijiji kilichokuwa kinawaka moto bila kuugua. Ukisoma kidogo katika ile Mwanzo, ile Kutoka sura ile ya 4 mstari wa 1 na 5, tunaona Musa anaanza kufanya ishara na ajabu, karama za matendo ya ajabu. Sasa huwezi kusema kwamba Musa ile ni matokeo ya juhudi zake mwenyewe, ile imetokea ni neema tu. Na ndipo hata sisi wengine hapa Mungu ataachilia karama mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Ujue tu kanuni moja, karama hii ambayo umepewa wewe, huna matunda yoyote mpaka ukapewa wewe. Ujue ni kwa ajili ya kufaidiana wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ukachoka, uchoka ndio mwili unachoka. Ukichoka mwambie Mungu, kwa sababu anajua hakujitahidi kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Samsoni naye tunamuona hivyo hivyo. Matendo ya ajabu nyingi katika Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Kusoma katika kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 20, tunaona namna ambavyo Samsoni mtumishi wa Mungu, lakini pale alipomwasi Mungu, tunaona ile matendo, karama ile Roho Mtakatifu aliondoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hata katika Agano Jipya, tunaona hata mitume walikuwa ni watu wa kawaida kabisa kama sisi hivi tulivyo. Na hata wakati wanaanza wajifungia ndani, walikuwa hata wengine hata kuishara na ajabu hawajafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya Roho Mtakatifu kushuka akakuwa juu yao, tunaona sasa mitume nao zile karama zinaanza kutenda kazi za ishara na ajabu. Ukisoma ukaenda katika Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na mstari wa 4, tunaona namna ambavyo matendo ya ajabu yameanza. Na ukienda katika sura ya 3 mstari wa 6 na wa 8, tunaona hata Petro na Yohana walipokuwa kule mbele hekaluni, wanamuona yule kiwete akitazamia kwamba atapokea fedha. Akasema hatuna fedha wala kitu nacho. Ndipo katika jina la Yesu simama. Tunaona yule kiwete ananyanyuka tena. Tangu kuzaliwa kwake iko namna hiyo. Kwa hiyo karama si matokeo ya nguvu zetu sisi. Asitokane kwamba sisi tumefanya kitu fulani ndipo sasa tuweze kupokea karama za Roho Mtakatifu. Karama zinatoka kwa Roho yule yule, lakini kazi hizo zote uzitenda Roho yule yule, akigawia kila mtu peke yake. Uamuzi wa kugawa ni wa kwake Roho Mtakatifu, wakati apendavyo yeye. Tuende sasa. Kwa hiyo kila mmoja tutumie karama hizi kwa unyenyekevu. Tukitumia kwa unyenyekevu tutampa utukufu Mungu. Tusipotumia kwa unyenyekevu, kutakuwa kuna uhusiano kamili kati ya karama na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Karama hata kama ikiwa kwa kiasi gani, una uwezo wa kuhamisha milima. Ukiweka mikono watu wanapona.
kiburi kikiinuka, matokeo yake ni kwamba ile karama itashinda kumwachia Mungu utukufu, haitampa Mungu utukufu, itakupa wewe zaidi, itakujenga wewe zaidi kuliko kumwachia Mungu utukufu. Kwa hiyo Mungu anapoacha hizi karama zaidi sana kwamba tuhakika kabisa kwamba tumepewa si kwa sababu sisi tulistahili, lakini pia tumepewa kwa ajili ya kusudi la kufaidiana na wengine ambao hajawapatia. Wewe utapewa karama hii na mwingine atapewa karama hii, wote kwa pamoja tunakamilika, tunakuwa mwili mmoja wa Kristo. Na ndio kusudi hilo, yeye anajiachia kulingana na mahitaji ya kanisa na mpango wa Mungu na kusudi lake liweze kutimia hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuendelee, kiburi hakitakiwi, kwa sababu kiburi na majivuno zitazima Roho Mtakatifu, ile karama itazimwa, lakini unyenyekevu utastawisha, utamfanya Roho Mtakatifu aweze kututumia zaidi, kutoka hatua moja kwenda nyingine, utukufu kwenda utukufu. Kwa sababu hata kusoma katika Wagalatia 5:22 na 23, hii ni roho, amani, furaha na upendo. Kwa ikiwa kuna hali yoyote ile hapa, ni rahisi sana tukianza kupata zile karama kujisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzoni ni rahisi kunyenyekea sana, lakini sasa utaviona watu wanakuja kwako. Sasa kuna watu nao wanaona, nikienda kwa mtumishi fulani akiwekea mikono, nikienda kwa mtumishi fulani, wale watu nao watakwenda, na sababu nao wanatafuta kuuza. Hapa kienda kwako, naona kuna neno la mahali, tutasoma mbele kidogo huko, tutaangalia hizi karama. Kwa hiyo hizi sana, kama ndani yako unajifunza kujua hii siri hii ya kanuni, kwamba karama zinatoka kwa Roho Mtakatifu, si kwa mtu. Rahisi sana kunyanyua roho ya kiburi ya kujiona kwamba ni bora kuliko watu wengine, lakini kumbe tunapewa hivi kwa kufaidiana, si kwa sababu wewe ni bora kuliko yule mwingine ambaye hana. Kila Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu mwenyewe hameamua. Kwa hiyo tujue kabisa, tukifanya hivyo tukainua tukaona sisi ni bora kuliko watu wengine, maana tutazimisha hii karama. Karama haitakuwa na matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie kanuni nyingine ya pili. Karama zinatolewa kwa faida ya wengine, si kwa utukufu binafsi. Karama zinatolewa kwa faida ya watu wengine, si kwa utukufu wako binafsi. Soma ile Wakorintho wa kwanza 12 na ule mstari wa 7. Bado tuko kwenye ile sura ya 12. Hiyo Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 inasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Hili neno kwa kufaidiana, kila mmoja aliyojazwa na Roho Mtakatifu anao ufunuo wa Roho. Ndivyo neno linalotuambia. Lakini kila mmoja aliyojazwa na Roho Mtakatifu hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwa maana mwingine atapewa neno la maarifa, mwingine atapewa neno la heshima, mwingine matendo ya miujiza, maneno nabii, kwa kadri ya neema ya Roho Mtakatifu mwenyewe juu yetu sisi na mpango wake. Soma ile Wakorintho 14:12. Tunaona Paulo anafahamu siri kubwa sana hapa, kwamba Wakorintho walikuwa wanatamani sana hizi karama za Roho Mtakatifu. Mimi sijajua kama sisi kati yetu sisi tunatamani hizi karama Roho Mtakatifu. Paulo anatuambia kupitia Roho Mtakatifu kwamba Wakorintho walikuwa wanatamani sana hizi karama. Bwana Paulo hapa anazungumza, anaona nini? Kwa sababu mnatamani sana karama za Roho Mtakatifu, basi zitakeni sana. Anasema zitafute. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kidogo ile andiko katika Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 nasema, 12 mstari wa 12. Mstari wa 12 nasema,
Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa na watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidii sana kuwa nazo, ili kulijenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo aliwaona wale watu, aliwaona walikuwa ni watu wenye kiu sana ya kutamani karama za Roho, lakini akawatahadharisha, ninyi kwa kuwa basi tafuteni sana, tunatafuta kwa namna ya kunyenyekea, namna ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akawapa angalizo, ili muweze kulijenga nini? Kanisa. Ili muweze kulijenga kanisa, kwa maana ya kufaidiana, si kwa ajili ya wewe binafsi, si kwa ajili ya kujitafutia namna ya umaarufu, kuonekana wewe ni bora, si kwa ajili ya namna yote ile ambayo itakunufaisha wewe zaidi na itaacha kupa utukufu, lakini ni kwa ajili ya kufaidiana, kwa ajili ya watu wengine. Hizi karama ni kwa ajili ya kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo hapoziacha hili karama, lengo kubwa inakuwa ni kwa ajili ya uponyaji. Watu wenye magonjwa watapona, zinazotenda kazi ni karama. Watu ambao wamevunjika moyo watainuliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Waliokata tamaa watapata faraja. Watu wasiokuwa na kiu ya kutamani neno la Mungu watalisikia, kwa sababu watazaliwa walimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao wana imani ambayo bado haijakaa vizuri, basi wataimarishwa kwa imani, kwa sababu imani ni mojawapo ya karama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kufaidiana, ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, si kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo karama za Roho Mtakatifu ni kama nyenzo. Ushaona mjenzi yoyote yule anakuwa na nyenzo fulani fulani. Anakoleo akitaka kujenga nyumba, zile nyenzo ambazo anazitumia. Kwa hiyo Mungu naye anazo nyenzo zile ni karama. Kwa zile karama ndizo anaziachia. Kama tulivyosema, karama ni zawadi ya neema. Watu wengi wanashindwa kutofautisha kati ya karama na vipaji. Vipaji vinaweza vikatokea kwa jitihada za mtu binafsi, kutokea kufundishwa. Mcheza mpira, kuna mwingine akifundishwa anaweza akacheza mpira. Mwimbaji akifundishwa anaweza akaimba pia vizuri. Madaktari wanaweza ile taaluma ya kidaktari wakafundishwa darasani na akawa na ile taaluma ya kidaktari. Walimu hivyo wanaweza kufundishwa, wasibu na kila aina. Lakini karama ni tofauti. Karama hazitokani na juhudi kama tulivyojifunza. Hiyo ni zawadi ya neema. Kwa hiyo Mungu naye anazo hizi karama kama nyenzo, anawagawia watu waumini waliojazwa na Roho Mtakatifu. Lengo kubwa ni kama vile mcheza anapojenga nyumba, kujenga ile nyumba mpaka inakamilika, zile nyenzo anazotumia. Ndipo sasa anapowagawia watu wake hapa duniani waweze kutimiza kusudi lake na kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Karama si kwa ajili ya manufaa yetu binafsi. Karama ni kwa ajili ya kufaidiana, kwa ajili ya watu wengine, lakini pia kwa ajili ya kutimiza kusudi na kumpa Mungu utukufu. Ni rahisi sana Roho Mtakatifu anaanza kuashiria pala alikuwa huyo, unaanza kupata karama ya unabii, na hiyo inaanza kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Hata hao watabiri tunaoona hao si kwamba walizaliwa wakiwa manabii,
matokeo ya karama ya Roho Mtakatifu. Nazungumza wale manabii wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kutabiri na wewe. Baada ya muda sasa, na wewe sasa unaanza kuona. Kuna wengine bila kumuona kiasi fulani nakaa foleni tena kwa appointment maalum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa bila kiasi fulani umuone na fomu maalum unalipia. Kwa sasa kwa namna hiyo unaona kabisa kwamba imegeuka kwa faida yako binafsi. Nakumbuka siku moja nilikuwa sehemu fulani, nilikuwa ni katibu mahali fulani kama miaka 10 iliyopita. Sitaki kumtaja jina la mtumishi, lakini alikuwa ni mtumishi wa Mungu, nabii. Baada sasa tutengelee, baadaye tutakuwa na maji na nini, halafu tutakuwa tunauza dola kadhaa. Kashtuka pale pa. Bwana Yesu asifiwe. Kashtuka kama shock hivi imepigwa hapa. Sio ndio tena manabii lazima hata kama unataka kuchomoka uchomake kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa hizi karama si kwa chini ya kujipa utukufu sisi. Kama ni kwa ajili ya faida ya watu wengine, ni kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu, si kwa ajili yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Karama zitakuwa na maana sana, na utakuwa mtu wa tofauti hata kama una shida kiasi gani, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anawaachia. Hata kubali wewe utumie kwa ajili ya kujinufaisha, hata kubali watu wake ambao yeye ameweka karama uanze kuwatoza hela watu wake. Hiyo karama ni kwa ajili ya watu, si kwa ajili yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza hizi kanuni ili tuweze kuzielewa. Amen. Kwa hiyo karama ni kwa ajili ya watu wengine, si kwa ajili ya faida yetu. Karama yote inayotumika kwa majivuno, kwa kujitukuza, kwa kujitafutia umaarufu zaidi, kwa kujitafutia faida binafsi, inapoteza kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni kwa ajili ya kufaidiana, kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Lakini karama inapotumika kwa unyenyekevu na utii, kwa ajili ya kufaidiana watu wengine, inakuwa yenye baraka sana mbele za Mungu, kwa sababu itamdhihirisha Mungu mwenyewe, itamfunua Mungu jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wetu nasonga mbele, lakini ni muhimu karama ni njia kuu ya Mungu kuweza kuwafikia watu wake kupitia sisi. Mungu anatumia karama hizi ambazo anatupatia sisi. Kwa hiyo tunapozitumia kwa ajili ya faida ya watu wengine, kwenye kuponyaji, basi afanye hivyo. Mwenye kufundisha, basi afanye hivyo kwa bidii zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa karama zote zinapotolewa kwa upendo zinajenga. Karama hiyo huwa inajenga. Lakini karama ambayo haitolewi kwa ule upendo, kwa moyo wa kupenda kwa watu wengine, kwa kufaidiana, hii karama haijengi bali inabomoa. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii zile karama zinaanza kuachiliwa kwa baadhi yetu leo wengi, lakini baadaye zitaachiliwa. Kwa tujifunze hizi kanuni zitatusaidia sana ili tuweze kutunza na tusimame katika kusudi la Mungu. Lakini kanuni nyingine ya mwisho ya tatu ni karama zinapaswa kutumika kwa upendo na kwa nidhamu. Karama zinapaswa kutumika
kwa upendo na kwa nidhamu. Tusome katika ile Wakorintho wa kwanza, kusoma ile sura ya 13 mstari wa 1 na 3. Tunaona Paulo anatuambia siri ya upendo na analinganisha na karama. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 3, inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikitoa mwili wangu niugue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Soma pia Wakorintho wa kwanza 14 na ule mstari wa 40. Paulo anasema kila kitu nacho kitendeke kwa utaratibu. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 40 inasema, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunaona kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu, karama zinapaswa kutumika kwa upendo na nidhamu. Karama zinapaswa kutumika kwa upendo na kwa nidhamu. Tumesoma haya maandiko mawili kama msingi wetu katika kuweka maana ya kichwa hichi. Tumeangalia Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13 mstari wa 1 na wa 3, ikisema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Inaanza kueleza sasa zile karama mbalimbali. Hata kama nijaponena kwa lugha, nijapokuwa natoa unabii, nijapokuwa na imani kiasi cha kuhamisha milima, Biblia inasema kama sina upendo, nimekuwa kama shaba iliayo au watu kuvuma. Na katika Wakorintho ile wa kwanza 14:40 anasema, lakini mambo yote yanatendeka kwa uzuri na mpangilio. Upendo, karama bila upendo haina maana. Karama bila upendo majivuno yatainuka. Karama bila upendo kiburi kitainuka. Karama bila upendo ni ngumu kuweza kuifanya ile kwa kufaidiana. Na upendo ndio msingi wa karama zote za Roho Mtakatifu. Hakuna karama yoyote ile ambayo inajengwa juu ya upendo. Karama zote zimeshikamanishwa na upendo kwa ajili ya kuachilia utukufu na kuhudumiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho Mtakatifu hafanyi kazi sehemu ambako hakuna upendo, sehemu ambako hakuna furaha, sehemu ambako kuna machafuko. Roho Mtakatifu hafanyi. Roho Mtakatifu yeye ni wa upendo, ni wa amani, ni wa furaha. Kwa tukiziangalia hizi karama ni nguvu, na matunda ya Roho ni tabia. Karama ni nguvu, matunda ya Roho ni tabia. Kwa hiyo endapo tutakuwa hatuna tabia, tuna nguvu, ile karama haiwezi kufanya kazi katika kiwango cha kuachilia utukufu wa Mungu na kuwafaidiana. Kwa karama ya aina yoyote bila upendo, hii karama imekuwa kama shaba iliayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu uvumao. Soma ile Wagalatia 5:22 na 23. Tusome ile Wagalatia inatuambia